Baada ya mvutano pale bungeni, baada ya mvutano karibu siku 3 hivi kuchanganua na kujadili makadirio ya bajeti mwaka 2026 na 27, bunge hatimaye lilipiga kura kupitisha mswada wa fedha na ndio hali halisi. Mvutano ulitokana na nini? Upande wa upinzani, baadhi ya wajumbe wa upinzani wakikosoa mswada huu. In fact, kuna wengine walisimama jana wakasema hata si vipengele huu wote mswada utupiliwe mbali. Kile kilianza kama ahadi kwa ajili ya kumpunguzia Mkenya mzigo wa ushuru kilibadilika kabisa na kuingia kama mvutano wa kisiasa. Wabunge 122 wakipiga ndio kwa kupitisha hii sheria ya fedha mwaka 2026 licha ya pingamizi kwa kile walichosema ni manipulation, kwamba kana kwamba Mkenya anachezewa sheria hapa, executive interference and the rush legislative process, kwamba iliharakishwa sana. Mambo haya yote yalikuwa yanazungumziwa pale, lakini kuna baadhi ya vipengele ambavyo viliondolewa. Wabunge walitaka baadhi ya mapendekezo muhimu yaondolewe ama kamba ilegezwe kidogo katika mikakati ya karibuni kabisa ya serikali ya kuongeza mapato, na wakionyesha mapungufu katika baadhi ya hatua kali za ushuru. Na upinzani huu mkali ukaweka msingi wa mapambano makubwa ya kisiasa kati ya wabunge wa serikali ambayo iko chini ya shinikizo la kupata rasilimali na kuziba pengo kubwa la bajeti. Lakini upande ule mwingine, kamati ikakataa baadhi ya mapendekezo ya hazina katika Finance Bill 2026, jambo linaloweza kuonesha hisia za wananchi kufuatia maandamano yaliyoongozwa na Gen Z mwaka 2024. Na baada ya vikao virefu vya ushirikishwaji wa umma na mawasiliano kutoka kwa wadau mbalimbali, basi kamati hiyo iliyoongozwa na mbunge wa Molo Kuria Kimani ikafikisha mapendekezo yake ya mwisho. Haya yalijadiliwa, mengi yamekosolewa, wabunge wakisema hivi, huyu akivutia upande wake kama kwa serikali, yule aliye katika upinzani akikosoa. Ni bajeti ya trilioni 4.82 trilioni. Haya, hata hivyo baadhi ya mapendekezo yalikataliwa, na Kimani alisema mswada huo sasa unatarajiwa kukusanya shilingi bilioni 98.5.